tuangalie ile kesi yenyewe, lakini tuanze kwanza kwa yule ambaye pengine hafahamu nini ambacho kilisababisha Patrice Lumumba. Miaka ni mingi imepita, lakini kuna wengi hawafahamu kwa nini aliuawa. Aliuawa kwa sababu kulitokea tuseme mabishano ama tuseme vurugu, kwa sababu Lumumba na wenzio wanasiasa wa Kongo kwa maana ya DRC sasa walikuwa ni wanasiasa wa kawaida wakishindana kutafuta mamlaka. Kama unavyofahamu katika kumbukumbu zako Madege na mwingine anayesikiliza, nchi nyingi za Kiafrika wakati zinatafuta uhuru zilianza kukaribia sana kwenye uhuru, wakawa wanaunda vyama vyao ama miunganiko ya vikundi vya kudai uhuru ama vyama kwa ajili ya wanafanya uchaguzi kabisa ili chama kitakachoshinda kikabidhiwe mamlaka ya nchi na hao waliokuwa wakoloni. Hata hapa Tanzania ilikuwa hivyo. Kwa maana hiyo Lumumba pia naye walikuwa hivyo, na makundi ya wanasiasa wengine, kwa na muunganiko na vyama mbalimbali. Abako kulikuwa na MNC, hiyo ni Mouvement National de Congolais, hiyo ndio ilikuwa chama hasa cha Lumumba. Hapo siku chache kabla ya uhuru, miezi michache, kiligawanyika. Kuna wengine walijitoa, yeye akabaki na hiyo MNC ya wakiita left na wengine ikawa K. Kwa hiyo alivyoshinda Lumumba ndiye aliyeshinda uchaguzi na akapewa mlolongo wa maelezo ni mengi. Kwa kifupi ni kwamba Lumumba alishinda uchaguzi na chama chake cha MNC, na hivyo wakapewa mamlaka ya kuunda serikali kama waziri mkuu. Na upande wa rais, baada ya mabishano makali na mivutano mingi, upande wa rais akapewa Joseph Kasavubu, ndio akawa rais wa nchi. Lakini muda mfupi sana mara baada ya nchi kukabidhiwa kwa wenyewe, kwa maana ya Wakongomani, waziri mkuu akiwa Lumumba na huyo rais akiwa Kasavubu, siku 4 tu baadaye, nikisema muda mfupi mwingine anaweza kadhani miezi ilipita, siku 4 baadaye pakatokea vurugu na uasi na mambo kama hayo. Kilichotokea ni kwamba Lumumba alimteua Joseph Desire jina lake la Kifaransa la Kizungu Joseph Desire Mobutu, japo baadaye alikuja akabadilisha majina ya kuleta majina ya Kibantu na akajiita Mobutu Sese Seko Kukubendu wa Zabanga. Kwa hiyo Mobutu alikuwa mkuu wa majeshi, yeye alikuja akageuka kwa nguvu kubwa iliyotumika na viongozi wa Kibelgiji na Marekani ambao walikuwa wamepanga kumuondoa Lumumba, kwa sababu siku Lumumba ameshinda nchi, amepewa waziri mkuu, alitoa speech ama niseme alihutubia katika maelezo ambayo yaliwaumiza wazungu wengi. Waliyachukulia kama vile ni shambulio kali, walitamka hivyo kama ni shambulio kali. Na hotuba ile ya Lumumba ni maarufu sana. Aliyetoa maelezo kwamba hawakutupa tu uhuru, bali ilikuwa ni lazima tupewe, tumepambana kupata uhuru huu na lazima tutaulinda kwa hali zote na kila namna. Kwa hiyo walimchukulia kama mtu ambaye alikuwa ni mtu wa upande wa kushoto, upande wa Urusi, na wao kulikuwa na vita baridi, ukumbuke miaka hiyo. Kwa hiyo Lumumba alikuwa miongoni mwa wale maadui wa watu wa magharibi, ikiwemo serikali yenyewe ya Ubelgiji na hata hawa wa Marekani ambao walikuwa na watu wengi na masususu wengi kutoka CIA ambao waliwatuma kwenda kufanya mipango ya kumuua Lumumba. Kulikuwa na mipango mingi ya kumuua Lumumba, kwa mipango ya sumu. Walitumwa wapelelezi wengi akiwemo Larry Lawrence, Raymond Devil, Sidney Gottlieb, wote hawa kina John Stockwell. Hawa ni wa Marekani walioshiriki kutengeneza na kuandaa mipango ya kumlisha sumu, lakini ilishindikana. Hatimaye baada ya zile vurugu, wakionekana kabisa anawindwa, alikimbilia akiwa mjioni kukimbilia jimbo la tunasema Kisangani, ambako alikuwa ndio base yake hasa kaskazini mwa nchi. Njiani humo akakamatwa na wakampeleka Kinshasa. Hatimaye baadaye akasafirishwa kupelekwa Katanga. Katanga ndio jimbo kubwa ambalo lipo huko kusini mwa nchi, ambalo ni mji mkuu wake Lubumbashi mpaka hivi leo. Kwa hiyo kule ndio alikwenda akauawa kwa kukatwa. Aliuawa kwanza kwa kupigwa risasi akiwa yeye na wasaidizi wake wawili, ambaye mojawapo alikuwa ni waziri wa vijana wakati huo, Maurice Mpolo, na Joseph Okito akiwa ni kiongozi mwandamizi wa serikali yake, na waliuawa. Baada ya kuuawa akatokea mmojawapo kati ya wale waliokuwa wakisimamia shughuli hiyo ya mauaji yao,
wakawa wanawaza, wanabishana, tunamfanyaje, tutawazika wapi hawa watu ili watu wasije kujulikana. Wakakubaliana kwamba huyu anapaswa akatwekatwe. Mtu mmoja, askari mmoja polisi Mbelgiji aliitwa Gerald Swete, yeye alisema mimi nitafanya hiyo kazi. Kwa alikatakata viungo vyao vyote na kuvitumbukiza kwenye pipa la tindikali asidi, na wakayeyuka kabisa. Isipokuwa wakati wa vurugu za kipigo, kuwapiga na nini, jino la Lumumba lilinoka, jino mojawapo. Yule Gerald Swete akalichukua na kulihifadhi, na aliporudi nyumbani kwa Ubelgiji miaka mingine mingi alilihifadhi. Siku moja mwanae akaliibua na kueleza wazi kwamba hili ni jino la Lumumba, na mwaka 2022 lilirejeshwa Kongo kwa ajili ya kuzikwa kama kumbukumbu ya maziko ya kiongozi huyo mashuhuri wa Kiafrika. Kwa hiyo kwa kifupi sana, ilitokea hivyo. Ni vurugu zilizotokea za mabishano na uasi ulioanzishwa na Mobutu, mkuu wa majeshi, ukasababisha serikali rais Joseph Kasavubu kumfukuza kazi Lumumba, na Lumumba naye akakataa, hajafukuzwa kazi, akaenda kwenye redio nyingine, redio ya taifa, na kutangaza kwamba naye amemfukuza rais Joseph Kasavubu. Kwa hiyo ni vurugu za uasi zilitokea na uliendelea, na hiyo vurugu nakwambia Madege ndio inaendelea mpaka hivi leo tunapozungumza, ikiwa ni Januari 21. Kongo haijatulia mpaka sasa. Sawa. Kamarada, kuna mtu ukisoma katika historia akifahamika kwa jina la Moise Shombe, ambaye pia naye anahusishwa kuhusika katika kifo cha Patrice Lumumba. Huyu alikuwa nani? Moise Shombe alikuwa kiongozi wa Katanga. Katanga ni jimbo kubwa la huko kusini mwa Kongo, ambalo ndio makao makuu yake ni mji unaitwa Lubumbashi. Sasa Moise Shombe walijitangazia eneo lao wakiwa na msaada na nguvu ya Ubelgiji na Marekani. Wakati huo hizo vurugu zinatokea, kuna baadhi ya maeneo yalijitenga, ikiwemo hiyo Katanga na baadhi ya maeneo mengine ambayo yalikuwa kwenye harakati za kujitangazia uhuru wake. Kwa hiyo kule Katanga ilikuwa sehemu salama zaidi ya kumpeleka Lumumba, kwa sababu Lumumba alikuwa ni adui wa kina Moise Shombe na kina Mobutu ambao walikuwa wamejiunga pamoja. Kwa hiyo walimpeleka huko. Moise Shombe alikuwa ni kiongozi wa waasi ambao waliongoza huko jimbo la Katanga. Sawa. Sasa familia inataka haki itendeke. Unadhani wewe ukiwa mchambuzi na mfuatiliaji wa siasa hizi za Afrika, kuna haki gani ambayo familia inaweza ikaipata wakaridhika kwamba kweli sasa hapa sisi tumeridhika kwa kile kilichotokea? Mahala popote Katanga, nani Madege, ilivyo ni kwamba hata wewe hapo ikitokea jambo limetokea limewakuta ndugu zako, halafu hata kama siku wao, lakini hata kama imetokea tu umeibiwa, halafu mwizi akamatwe, amekamatwa mwizi, alishavunja mali aliyokuwa labda alipora kitu ambacho kimekwenda kuharibika na hakitofaa tena. Ukisikia tu amekamatwa na amefungwa, leo yako unasema angalau nimepata haki yangu. Ndio kinachotokea hicho. Sasa kwenye kesi ya Lumumba hakuna aliyekamatwa, na utakumbuka kwamba hiyo ilikuwa ni Januari 17 mwaka 1961. Sasa hakuna aliyekamatwa kwa sababu serikalini waliokuwepo kule Ubelgiji na hata huko Kongo kwenyewe walikuwa ni wale waliomuua. Sasa nani angemshitaki nani? Kwa mambo yamekwenda hivyo. Ukumbuke Mobutu ndiye kama mamlakani miaka 32, na alivyoondoka mwaka 97 baada zile vurugu za kumuondoa na aliondolewa na kina Kabila, wakaingia Kabila, hajakaa sawa sawa, naye akauawa. Ameuawa, ameingia mwanae, amekaa ni vurugu kila siku mtindo mmoja. Hakukuwa na utulivu wote Kongo mpaka hivi. Kwa hiyo hakuna wa kusema atafungua hiyo kesi. Miaka imepita mingi. Kwa hiyo familia imeamua kwamba sisi tutashikilia hiyo kesi, tutaamua tupate nani atashitakiwa. Ukimsikiliza Christophe Marshall ambaye ndio mwanasheria wa hawa watoto na wajukuu wa Lumumba ambao wameamua kushikilia hii kesi, wanasema sisi hatutaki kulipa kisasi, lakini tunachokitaka ni haki ipatikane. Na kupatikana haki, Madege, ndio pale ambapo wanasema yule mtesi ama mwizi ama nani aliyefanya makosa, aliyekufanyia makosa apate haki ya kuhukumiwa. Na ipo hata kwenye sheria mbalimbali za dini na nyinginezo kwamba ukitenda uasi basi inakuwa hivyo. Kwa hiyo wao wameamua kuisimamia hiyo kesi. Bahati mbaya sana, miongoni mwa walalamikiwa wote ambao wanatuhumiwa, tuseme wanapaswa kusimama mbele ya haki, alibaki huyo mmoja tu, Etienne Davino,
ambaye ana miaka 92 na kwenda 93. Huyu ni tajiri mkubwa. Baada ya hapo hivi miaka hapo iliyofuatia miaka 80 huko, alimewahi kuwa kiongozi mkubwa wa commission ya Ulaya, jumuiya ya Ulaya huko. Amekuwa huyu makamu wa rais wa commission ya Ulaya. Amekuwa kiongozi mkubwa huko na ni tajiri mkubwa, miongoni mwa waasisi wa shirika kubwa la ndege Ubelgiji. Kwa hiyo ni tajiri, lakini pia alikuwa na uhusiano wa karibu mno na familia ya mfalme Leopold wa Ubelgiji, ambaye alikuwa kama sehemu ya kinga yake. Baba yake huyu ambaye alikuwa kiongozi wa karibu sana miongoni mwa wasaidizi wa mfalme Leopold. Kwa hiyo utaona kwamba hakukuwa na namna yoyote ya kuweza kusema kuwakamata, kumshika, lakini yeye anakwenda mahakamani na jana amesimamishwa kizimbani, japokuwa ni kesi ambayo inafanywa kwenye chemba, yani ni kesi ya ndani, haiko hadharani. Kwa hiyo kuna vitu mbalimbali vinazungumzwa humo, na ni mzee sana mtu kama huyo, sijui utakuwaje, lakini sheria haiangalii umri wa mtu. Tutaendelea kujua nini kile, maana ndio kwanza, kwa mara ya kwanza jana kesi imeanza kusikilizwa kwa maana ya yeye kusimama kizimbani, lakini wenzio wote hawapo tena, walikwisha tangulia mbele ya haki, wakiwamo viongozi mbalimbali, japokuwa mwenyewe kuna wakati aliwahi kutamka kwamba hii kesi itakuwa ngumu kwa sababu waliohusika walikuwa ni viongozi wa serikali na yeye hakuwa kiongozi wa serikali wakati huo, japo alikuwa kama mwanafunzi wa internship, yani wa intern wa Ubelgiji, lakini mtu wa masuala ya kidiplomasia aliyepelekwa Kongo, kwa maana ya Kongo hiyo na Kongo Brazzaville ili aweze kusimamia mikakati mbalimbali aliyotumwa na mfalme Baudouin wa Ubelgiji kwa wakati huo. Kamarada, unadhani kwamba pengine kulikuwa na njia ya Lumumba angeweza pengine kulindwa na asiwawe kwa wakati huo? Ingewezekana sana tu. Yeye ni kiongozi yoyote ana haki ya kulindwa, na kuuawa kwake ni pamoja na kwamba, unadhani kwa nini wale akina Sidney Gottlieb walishindwa kumuua kwa sumu? Na huyo Gottlieb ni mtu ambaye alifariki nafikiri mwaka 93 kama sikosei, miaka mingi imepita kidogo, lakini huyu ndio aliyekuwa anatengeneza sumu kwenye maabara mojawapo ya CIA kule Marekani na kutengeneza vinasaba mbalimbali vya kuua watu, wakiwemo viongozi na wengine ambao walifanyia majaribio kwa watu waliokuwa hospitalini wako mahututi, wafungwa mbalimbali waliwaua kwa kutumia hiyo sumu kwa majaribio. Na hata vitu vyote na nyaraka zote CIA walizitokomeza kule Warrenton, Virginia mwaka 73, baada ya kugundulika kwamba kuna familia nyingi kule Marekani zilianza, na baadhi ya maeneo mbalimbali duniani zilianza kulalamika kwamba tumegundua kuna vitu vimefanywa na CIA huko kwenye nchi mbalimbali, kuna watu wameuawa na nyaraka zimepatikana. Hizo nyaraka zikateketezwa kwenye tanuri la moto, zilichomwa, na kwa kweli hakupatikana tena ushahidi mwingine wowote, kiasi kwamba huyo John Stockwell, Sidney Gottlieb, hakuna mtu ambaye angeweza kuwatia tena hatiani kwa sababu ushahidi waliutupa. Kwa hiyo walishindwa hawa vigogo wa masuala ya mauaji ya sumu kumuua Lumumba kwa sababu tu ndogo. Walikosa nafasi ama access ya kuingia jikoni kwa Lumumba ili wamtegeshie hiyo sumu jikoni kwake, kwa maana sehemu ya panapoandaliwa chakula. Ni kwa sababu ya ulinzi uliowekwa, lakini ilipofika mahala kwamba anapaswa kuuawa kwa namna nyingine yoyote, hata kama ni ya kumuua kwa risasi na vinginevyo, iliwezekana baada ya vurugu za uasi kutokea maeneo mbalimbali ya Kongo. FM kutoka Dar es Salaam, Tanzania.